sisi ni sehemu tu ya wanakijiji cha Kabembe. Jana tulikuwa na mkutano, kuna tatizo fulani hivi kuhusu masuala haya ya maendeleo. Sisi kwanza labda tujipambanue kwamba sisi ni wananchi watiifu wa serikali ya Tanzania. Na ndio maana tulijitokeza mia kwa mia kwenda kupiga kura. Na ndio maana hukupata habari yoyote mbaya ile 29 Oktoba kwamba kuna mtu alifanya fujo, alifanya nini. Hakuna, kwa sababu tunatambua taratibu. Na kwa kutambua taratibu, hatuko nyuma kuiunga serikali mkono kwenye shughuli za maendeleo. Na maendeleo ndio hitaji letu. Sasa imejitokeza kuna mwekezaji mmoja amekuja anawekeza upande wa mawasiliano. Amelipenda eneo la Kiunduru Mlimani Vodacom kuweka mnara wao pale. Sasa alivyokuja alienda moja kwa moja kwenye ofisi yake akajitambulisha na shida zake na hivi, wakakubaliana kwamba kama ni wawekezaji karibu. Akasema na mkataba ninao hapa. Akasema kama swala mkataba, hebu subiri tujiridhishe kwanza ndio tuingie. Walichokifanya kama serikali ya kijiji ni kwenda kwenye ofisi ya mkurugenzi, wakamwomba mwanasheria awasaidie kwanza kutafsiri ule mkataba, na kama huko vizuri basi shughuli za kujaza wakaahidiwa kwamba mimi kama mwanasheria nitafanya. Siku zikawa zimepita, wakaitwa. Walivyoitwa, kilichofanyika pale ni kwamba ninyi kama kijiji, unaona, tumewaita ili mshuhudie utiaji saini wa mkataba na huyo mwekezaji. Kwa hiyo pale badala ya kuwa ndio mmiliki na ni mwana kijiji, akawa ndio mtazamaji kama shahidi kushuhudia halmashauri ikitia saini na huyo. Sasa hilo limekuwa likitokota baada ya sisi wanakijiji kuandamana kwamba shughuli pale mlimani zisimame hadi hili jambo litakapokuwa sawa. Kwa hiyo tumepanga kikao jana, kaimu mkurugenzi alikuja hapo na timu yake, tulikuwa na mkutano na tulimwambia kwamba hatutaki shughuli pale juu siendelee hadi hili likae vizuri, kwa sababu madai yao wanasema pale mlimani ni hifadhi, sio mali ya kijiji. Sasa yani eneo linapokuwa hifadhi kisheria ni kwamba hifadhi kweli na mamlaka yake ya utawala, lakini na kuwepo kijijini. Kwa hiyo kama jambo hilo linafanyika kama ni hifadhi, nimesema kijiji na kijiji mlikuwa na nia njema kumpelekea mkurugenzi, mimi nadhani bado mapema, ni jambo la kuongea, kumweleza mkurugenzi jinsi gani kijiji kinanufaika. Mkurugenzi au watu wa halmashauri wanaweza wakaingia wakaweka sahihi, lakini wakiweka sahihi lazima waambie nyinyi kijiji mnanufaika vipi kwa ule nani, kwa sababu nyinyi ndio wenye eneo na mnaotunza pale. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo tutamweleza mkurugenzi kwamba bwana, wana kijiji pia walipata nafasi ya kuniona na mimi nimewashauri kwamba halmashauri na kijiji mkae kuelezana maslahi ya kijiji ni yapi, maslahi ya halmashauri ni yapi. Tatizo mheshimiwa liko wapi? Ni nani mmiliki wa lile eneo? Baki awali wananchi kwamba watakuwa nalipia shilingi 300,000 kwa mwezi na mambo mengine. Ndio mkataba ambao ilikuwa tuingie nao. Unaona? Lakini sasa sijui umechezwa mchezo gani, ndio hivi. Badala ya sisi kupata hizo 300,000, nadhani ndio watakuwa wanapata wenzetu wa halmashauri. Unaona? Lakini sisi Kabembe tunajua halmashauri yetu hii haijakaa sawa na sisi. Si hilo tu. Hadi tunavyokuambia sasa hivi ni kwamba kuna bwawa hii Kiungururu. Wanakuja wanavua, hatupati hata senti. Sisi kama wananchi wa eneo husika ambapo hizo shughuli zinafanyika. Lakini pia viongozi wetu serikali ya kijiji wanalalamika ile ruzuku ya kila mwezi hatupati tangu mwaka juzi. Unaona? Sasa tukiunganisha hayo mambo, hiyo ruzuku mpate kijiji, wanasema watu wa vijiji. Vijiji si kwa kawaida wanapata pasenti. Na sisi hapa ndio wazalishaji wakuu. Naenda kokote kule, sisi kijiji chetu ndio wazalishaji wakuu wa ndizi. Na wanachukua ushuru. Sasa kuna ruzuku ile ya ndizi kwamba
kwamba zinakwenda zile fedha ya halmashauri alafu zinarudishwa, lakini halmashauri katika mipango yake ni lazima waangalie wanarudishaje pale kuhakikisha kwamba zao la ndizi linaendelea kustawi. Ndio maana nimesema haya ni mambo ya kukaa. Mimi nikuhakikishie kitu kimoja, mimi nitawakutanisha watu wa kijiji, mkurugenzi na mimi, tushauriane maslahi ya kijiji ni yapi, maslahi ya halmashauri ni yapi, lakini mkurugenzi kisheria anayo haki ya kusaini, sababu unalinga Ngubabula si Utunguru, sitakuwa kiongozi wa ovyo nikisema kitu ambacho hakipo. Na anaweza akasema akamwambia vile, kwa sababu yeye anasema anaweza akamwambia mwisho wa siku hata nyinyi wote mnaweza mkanyima, wewe ukakosa mkurugenzi TANAPA akasema hili eneo la hifadhi sisi tutakaokuwa tunalipa. Yapo hayo yanatokea, lakini kwa sababu eneo liko kwenye kijiji na kijiji kitalinda, tuone kijiji kitanufaika vipi. Ndio maana nasema kabla sijalitolea jibu la moja kwa moja, mimi nitakaa na diwani na watu wa kijiji na mkurugenzi tushauriane, ikiwa ni pamoja na kuongea na hilo bwawa kwamba sisi tunanufaika vipi, na haki ya kutaka kujua. Nafikiri mkurugenzi atawasikiliza. Halafu kama